Hallelujah. Ni rahisi kinywa kujawa na lao. Asubuhi ya leo, hebu chukua nafasi
kusalimia mtu mmoja ama wawili, karibishe nyumbani mwa Bwana. Na pia ni vizuri kujua uko na nani. Amen. Asante. Ndugu mtazamaji wa kipindi hiki cha Surrender to Supply katika runinga ya stesheni ya Ungated, tunakukaribisha sasa kwa moyo mkunjufu kwamba tukaweze kushiriki neno la Bwana ambalo kwetu sisi ni uhai na ni nguvu za Mungu na ni silaha ya ushindi dhidi ya adui zetu. Tunataka tuzungumze mambo machache kuhusu upendo wa Mwenyezi Mungu kwa chombo kilichovunjika. Upendo wa Mwenyezi Mungu kwa chombo kilichovunjika. Kuna matumaini hata kama kuna chombo ambacho kimeweza kuvunjika. Kuna matumaini kwamba Mungu anaweza kukifinyanga tena na kukirudisha ili aweze kukitumikia kwa utukufu wake. Tunaenda katika kitabu cha Luka sura ya 7. Tutasoma mistari ya 44 hadi mstari ule wa 50. Tunapata pale mwanamke mmoja ambaye maisha yake yanafananishwa na chombo kilichovunjika, chombo ambacho kimeharibika. Lakini tunagundua kwamba Mungu bado ako na makusudi yake kwa mwanamke huyu, na anamrejesha kwa kufanya mambo kadha wa kadha katika maisha yake, baada ya huyu mwanamke kujitokeza akiwa katika vipande. Anajitokeza mbele za Kristo Yesu, naye anaondoka mbele za Kristo akiwa chombo cha heshima mbele za Mwenyezi Mungu. Sio kwa sababu ya jambo lingine, ila kwa sababu Mungu alimpenda. Tunasoma katika Luka mlango wa 7 mstari wa 44, alafu tutaendelea mpaka mstari wa 50. Mstari wa 44 Luka 7 unasemaje katika Biblia yako? Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, mwanamke, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguuni yangu na kuipanguza kwa nywele za kichwa chake. Verse 45, wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. 46, hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu maramu. Verse 47, kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Verse 48, kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Verse 49, ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, nani huyu hata asamehe dhambi? Verse 50, akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno hili tunapolipokea kutoka kwenye meza yako. Naomba utusaidie
kulitumia na kulitunza ndani ya maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi nimeomba. Amen. Ndugu na dada mtazamaji, popote ulipo, maandiko ambayo tumesoma katika Luka mtakatifu yanaashiria jinsi ambavyo mwanadamu anaweza kuja mbele za Mwenyezi Mungu jinsi alivyo, na Mungu akamsaidia katika udhaifu wake. Nataka kukubaliana na mwandishi msomi mmoja anaitwa Mtakatifu Agostino. Katika kitabu chake cha Muji wa Mungu ametoa maandiko akisema kwamba Adamu mwenyewe ameanguka katika mwanguko wake, amepatikana mahali na sehemu fulani, lakini katika kuvunjika kwake vyombo vyake vimetapakaa katika uso wa nchi katika ulimwengu wa sasa. Hata hivyo, Augustine anaendelea kusema kwa neema yake Mwenyezi Mungu, mwanadamu huyu ama Adamu huyu katika hali yake ya kutapakaa, Mungu anaweza kumkusanya na kumpitisha katika tanuru ya moto wa mapenzi yake, kiasi kwamba akitengeneze chombo kipya ambacho kimeunganika na kwa kutumika kwa heshima yake. Nakubaliana na huyu Mtakatifu Agostino kwa sababu katika udadisi wa mambo ya kisasa inadhihirika wazi ya kwamba mwanadamu 90% anaishi katika huzuni kwa sababu maisha yake yametapakaa. Yeye ako katikati ya vyombo vilivyovunjika. Yaani mwanadamu maisha yake ni kana kwamba ni vyombo vilivyovunjika, kwa sababu maisha yamekuwa na ukatili wa hali ya juu kwa sababu ya mwanadamu. Na kwa sababu maisha ya mwanadamu yamekumbwa na ukatili wa kila namna, ndipo unampata mwanadamu katika hali ya kimwili amekuwa katika hali ya kutokujiweza, amekuwa katika hali ya uwete wa kimwili, na katika hali ya kihisia mwanadamu ameteswa kimawazo. Kuna watu wanatembea lakini mawazo yao yametekwa nyara na yanateseka. Kuna mwanadamu ambaye katika hali ya kijamii hajulikani alipo na hata mwenyewe hajitambui ako wapi. Na pia katika hali ya kiroho mwanadamu bado hajaridhika. Na ndio maana tunapata katika ulimwengu wa sasa wanadamu wana miungu na dini za kila namna, kwa sababu bado mwanadamu ako na moyo wa kutafuta ujazo katika ile nafasi ya kutaka kumwabudu Mungu ama kitu chochote ambacho anaweza kukifanya kuwa Mungu wake. Ninaamini ya kwamba katika hali hii yote mwanadamu ametapakaa katika uso wa dunia. Na kwa sababu mwanadamu ametapakaa katika uso wa dunia, mwanadamu amejikataa. Mwanadamu amejikataa, na ndio maana katika ulimwengu wa sasa tunawapata wanadamu katikati ya muda wa miaka 30 wanatumia trilioni ya madola ya pesa kutengeneza zana za kivita. Zana hizo za kivita sio kwa sababu ya kupigana na hali ya ulimwengu, lakini ni kupigana na mwanadamu mwenzake. Hiyo inamaanisha ya kwamba mwanadamu katika kuishi kwake hana amani, hana utulivu, hana uwezo wa kujiambia kwamba niko salama.
Na kwa sababu mwanadamu hana usalama, anatafuta amani. Amani hii itapatikana wapi? Na ndio maana matokeo ya namna hii, matokeo ya maisha ambayo mwanadamu anapitia ndani, yamesababisha ndoa zilizovunjika, mahusiano yaliyovunjika, mioyo iliyovunjika, nyumba zilizovunjika, maisha yaliyovunjika, ndoto na maono yaliyovunjika, biashara na kazi za mikono ya mwanadamu zilizovunjika. Na hiyo imesababisha aidha uchumi wa mwanadamu kuzorota ama afya ya mwanadamu kudhoofika. Lakini siri iliyo nyuma ya mambo haya yote, kuna mshale wa dhambi. Mshale wa dhambi unamiliki 98% kulingana na udadisi wa kiroho. Ulimwengu unamilikiwa 98% na nguvu za dhambi. Na ndio maana kuna watu sasa hivi katika taifa la Amerika, kwa kuwa wamechoka kuishi katika sayari hii ya ulimwengu, wameanza kutumia rasilimali nyingi kutengeneza mahali kule hewani ama kule angani, someplace somewhere. Wanajitayarisha kwenda kuishi katika sayari yao. Hata hivyo, ingawa wanadamu kutoka USA wanatafuta mahali pa kwenda kujificha, maisha ya mwanadamu haiwezi kupata usalama katika sayari ya namna nyingine. Maisha ya mwanadamu yanapata usalama katika Kristo Yesu, Bwana wa ulimwengu. Wapendwa, na ndio maana imeandikwa, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa kuwa kuna mwanamke aliyegundua habari kuhusu mstari huo, aliamua ya kwamba siendi na baba yangu, siendi na mama yangu, siendi na kijiji changu, siendi na kila kitu, lakini ninaenda na kitu kimoja cha dhamana ya maisha yangu. Hata kama nimesambaratika, ninaenda mahali pa usalama wangu. Mtu huyu, mwanamke huyu, katika vitabu vya Injili, kuna vitabu wasomi wa theolojia wanaita synoptic gospels. Hivi ni vitabu vya Matthew, Mark and Luke. Vina mtazamo kwa Kristo. Mtazamo ni mmoja, lakini njia ya kutazama ni tofauti. Na ndio maana Mathayo anaita mwanamke huyu the other Mary, the other Mary. We have several Marys in the New Testament. Matthew is calling this Mary the other Mary because she is unworthy. She is a broken vessel. Si mtu wa kutaka ujue yeye ni nani. So ukiambiwa tu ni yule Maria mwingine, hautakuwa na haja na yeye. But hiyo haikumzuia huyu mwanamke kutafuta uso wa Bwana. Tena kanisa la Bwana, mbona mmehuzunika? Ama kuna shida? Ama kuna wasiwasi? Anyway, wasiwasi kiwepo, kuna mwenye atasuluhisha. Lakini nipe nafasi kidogo. Ndugu mtazamaji, kanisani kuna huzuni, lakini nyumbani kwako kuna furaha. Maana huzuni wa kanisa ni furaha ya jamii. Maana baadaye katika huzuni, atakapofika nyumbani, atavuna kwa kelele za furaha. So sasa hivi ningependa unipe masikio yako. Kuna Maria katika Biblia anaitwa Miriam. Yeye ni dada wa Musa na Harun. Ametajwa katika Agano la Kale. Kuna Maria Magdalena ambaye Yesu alitoa pepo 7 kutoka kwake na akawa mwinjilisti wa kwanza kuhubiri ufufuo wa Yesu Kristo.
Kuna Maria mwingine anaitwa the wife of Cleophas, ni mke wa Cleophasi, lakini yeye alikuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Kuna Maria ambaye nyumba yake ilifanyika boma la maombi, anaitwa mama wa Yohana Marko. Ukisoma katika Matendo 12:12 utampata. Kuna Maria mwingine katikati ya watendakazi waliokuwa katika jamii ya Warumi, ametajwa katika Warumi 16:6. Kuna Maria mwingine anaitwa Maria Bikira. Yeye ndiye kwa uwezo wa Roho Mtakatifu alipojilinda na kulinda ubikira wake, Bwana alimtambua akamchagua kwa neema, akawa mama wa Yesu Kristo. Kuna Maria mwingine anaitwa dada wa Lazaro na Martha. Huyu ndiye Maria ambaye Marko anamuita mwanamke mwenye kimweta cha marashi ya dhamana kuu. Na ukikuja katika kitabu cha Luka, yeye anamuita mwanamke mzinifu. Yaani mwanamke mzinifu inamaanisha maisha yake yamesambaratika. Lakini alisikia habari ya kwamba kuna Farisayo anaitwa Simoni amemkaribisha Yesu katika nyumba yake. Huyu mwanamke aliposikia ya kwamba Yesu yuko kwenye kijiji cha kwao, alichukua kile kimweta cha marashi maalum, marashi ya dhamana kuu, akakiweka kwenye mkono wake, akaenda mbele za Yesu. Wapendwa, haikukuwa rahisi, kwa sababu mahali kulikuwa na nabii wa Mungu anafundisha kanisa, anafundisha wanafunzi walikuwa ni wale wanafunzi wa kiume. Lakini mwanamke huyu alisema, hata kama limevunjika, hata kama limeharibika, hata kama linanuka vibaya, hata kama sijulikani, hata kama wananiita yule mwingine, nitaenda kwa Yesu Kristo, maana nimesikia anatakasa wakoma, anaponya vipofu, viwete wanatembea, anafufua wafu, analeta amani, anaponya walio na magonjwa yasiyo na tiba. Hata na mimi nitamwendea, hata kama nimesambaratika, ananipenda, ananijali, nitamwambia nilicho nacho. Mwanamke huyu alitoka kama chombo kilichovunjika, akaenda akasimama miguuni pa Yesu. Alisimama miguuni pa Yesu, akalia sana. Biblia inasema alilia sana. Biblia inasema alilia sana. Kwa nini alilia sana? Moyo wake umevunjika, mawazo yake yamesambaratika, hali yake si nzuri, maana wanamuita mwanamke mzinifu. Yeye labda alikuwa amepitia mikono ya wanaume tofauti na tofauti, lakini leo alikuwa ameamua, niende nipitie kwa mikono ya Masihi wa ulimwengu. Akinikubali nitakubalika, akinikataa nitakatalika, lakini wacha mwenyewe nifike. Hakutafuta msaada wa mtu. Wapendwa, imefika mahali katika hali yako ya kusambaratika, usitafute msaada kwa mikono ya wakanga, usitafute msaada kwa wanadamu. Tafuta msaada kwa mtu aliye na uwezo wa kukusanya vile vyombo vilivyovunjika, kuviweka pamoja na kuelekeza maisha yako, kuviweka pamoja na kutakasa maisha yako, kuviweka pamoja na kuanza na wewe tena, kuviweka pamoja na kupanguza machozi yako, kuviweka pamoja na kuaibisha wanaokupinga. Alimwaga machozi yake kwa miguu ya Yesu, maana kuna vitu ambavyo vinaweza kusukuma mtu kuishi maisha asiyoyapenda. Tusiwe rahisi kuwahukumu wanadamu. Hauwezi jua mahali ambapo amefika ni nini kimemsukuma afike mahali pale alipofika. Usihukumu, usije ukahukumiwa. Kuna kitu ambacho Mungu anajua. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Hata kama ulianza vibaya, fanya jitihada dada yangu.
mambo yako, umalize ukiwa mikononi mwa mfinyanzi ambaye anajua kufinyanga maisha yako, akuondolee huzuni zako, akuondolee machungu yako, akuondolee kuvunjika kwako, akujenge tena, akujenge tena, akujenge tena, akujenge tena. Ninatangaza siku ya leo, kuna neema imefunguliwa kwa watu waliovunjika, mioyo yao ijengeke tena, maisha yao yajengeke tena, jamii zao zijengeke tena. This woman without a name in the book of Luke, anapokuja sio tu kulia, alilia, alipanguza miguu ya Yesu na nywele zake. Wapendwa, inasemekana katika ulimwengu wa kisaikolojia, ukiguza mtoto umeguza mama yake, ukiguza huyo mama umeguza bwana yake ama mume wake, lakini zaidi ya yote ukiguza kichwa cha mwanamke umeguza gharama yake, gharama ya mwanamke sana. Nashangaa siku hizi wanawake wengi wamekata nywele, zimekuwa fupi. Mungu awabariki, Mungu awapongeze, Mungu awatie nguvu. Lakini mwanamke huyu na nywele zake very expensive, nywele alizotumia kwa saluni masaa zaidi ya 6 kuzitengeneza, na miguu ya nabii aliyetembea jangwani, vumbi imejaa kwa miguu, ameidondosha machozi yake. Huyu mwanamke alikuwa na uwezo wa kuinama na kupanguza. Hakutaka tawe, hakutaka kiraka chochote, alichukua the most expensive part of his body akatumia to the lowest part of the Son of God. The feet. The feet. Unless you surrender your expenses, you surrender your expenses, you will not experience your new life. Sio tu alipanguza hiyo miguu, aliibusu, na kwa kubusu huko ilikuwa ishara ya upendo. Akaibusu huku akilia. Watu wanabusu wengine midomo, wengine mtu anabusu mwingine ulimi, mwingine anabusu mwingine shavu, mwingine anabusu mwingine busu sijui inaitwa a holy hug, busu takatifu. Lakini huyu mwanamke anabusu miguu. What on earth was she doing? Kubusu miguu ya mwanaume, abomination. Hiyo haijawahi tendeka. Alifanya kitu ambacho ni kinyume na matarajio. Ndugu mtazamaji, nitaendelea na ujumbe huu juma lijalo, lakini kwa sasa nasema kwa heri, kwa sababu muda wangu hauniruhusu. Lakini kwa sasa, mahali ambapo nimetoa ujumbe huu, ningependa uelewe ya kwamba hata kama maisha yako yamevunjika kama nini, Bwana ana uwezo wa kuyakusanya na kuyatengeneza tena. Kwa jina lake kuna uwezo, kwa neno lake kuna uwezo. Njoo jinsi ulivyovunjika na Bwana atakujenga tena. Umpe moyo wako jinsi ulivyo na yeye atakujenga tena. Mnyunyizie machozi yako leo, ana uwezo wa kukupa raha moyoni mwako. Atayapanguza machozi ya mwenye haki na kutuliza moyo wake ili ampe matumaini tena. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpokee Bwana, umpe maisha yako, naye atakujenga tena. Baba Mwenyezi Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki. Mbariki na ujumbe huu. Tunapoendelea na ujumbe huu kwa juma lijalo, umlinde moyo wake na umtende mema, ili azidi kubarikiwa na maisha mapya. Hata kama alikuwa amevunjika, hata kama moyo wake, maisha yake, nafsi yake, jamii yake imevunjika, kazi yake imevunjika, lakini unaweza kumjenga tena. Na muombea nikijua Roho wa Bwana atazidi kumwombea na kuingilia kati ya hali zote alizomo na kumjenga tena.
Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba hata kuamini.